Wananchi wa mji wa Tarime ambao na mitaa 81, zaidi ya 50% hawapati maji safi na salama. Hawana maji kabisa ya kuunganishwa kwa bomba. Na kwa kuwa tuna mradi wa Ziwa Victoria ambao utarajiwa kukamilika Septemba, lakini hamna uwezekano wa kukamilika Septemba, serikali haioni sasa irudishe ile huduma ya RUWASA kama vile watu wa nishati wanavyo kwenye mitaa yenye sura za vijiji wanatuletea umeme wa REA na kutunganishia kwa bei ya 27. Mturudishie huduma ya RUWASA ili hii zaidi ya watu 51% waweze kuchimbiwa visima wakati wakisubiri mradi wa Ziwa Victoria ambao hauwezi kukamilika mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Matiku, mbunge wa Tarime mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli na nimeombea Mheshimiwa mbunge, na tunatambua kwamba upatikanaji wa maji katika mji wa Tarime mjini unategemea sana ukamilikaji wa mradi wa bilioni 134 ambao unatekelezwa kutoka Lori ya Tarime pamoja na kwa Mheshimiwa kule Waitara. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, maombi na imekuwa ndoto ya Mheshimiwa Esther Matiku kuwa na mamlaka ili waweze kujiendesha katika mji wa Tarime. Sasa kuwarejesha RUWASA waanze kudumia pale, ile ndoto yake pia inaweza kafa pale pale. Kwa hiyo tunachohitaji sasa ni kupeleka fedha na kwenda kuimarisha mifumo ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Tarime mjini wanaanza kupata huduma ya maji safi sana. Na nimtoe hofu, tunao mkakati ambao tumejipanga kwenda kuhakikisha kwamba tunatumia mikakati ya dharura ili wanatarime mjini waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Wanatarime hawahitaji kujua nani anawapatia maji, isipokuwa wanahitaji maji ili waweze kunywa yakiwa safi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.